imetosha. 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 Samsoni alichekwa, akadharauliwa. Tumishi wa Mungu anakuwa vituko, wanamfanyia vicheko, lakini Mungu alikuwa mwaminifu, akalitazama neno lake ya kwamba hata kama ni dakika za mwisho itamwangalia Samsoni, hata kama ni dakika za mwisho itamwangalia Samsoni. Bwana kuangalie hata kama umefika mwisho, na juu yako raya kashina kaya. Sijui ufa na shetani kata, sijui ute dafu Yesu kile nachochua utia mwili. Sura 16, Waamuzi sura 16. Tunaanza kuanzia mstari wa 23 pale na kuendelea. Biblia inasema, Waamuzi sura 16. Zaidi mikrofoni kidogo ili pande kidogo. Waamuzi 16. Biblia inasema, kisha wakuu wa Wafilisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni mungu wao na kufurahi, maana walisema, Mungu wetu amemtia Samsoni adui yetu mikononi mwetu. Na wote na hao watu walipomwona wakamhimidi Mungu wao, maana walisema, Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu aliyeharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, mwiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Basi wakamwita Samsoni, akatoka gerezani, akacheza mbele yao. Wakamweka katikati ya nguzo mbili. Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazishikilia, inazikalia, nipate kuzitegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu, mume kwa wake, na watu na wakuu wote wa Wafilisti walikuwemo humo. Na juu ya dari palikuwa na watu 3,000, waume kwa wake, waliokuwa wakitazama wakati Samsoni alipocheza. Mstari wa 28 ndo mahali napotaka nihubiri hapo. Mstari wa 28. Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba unitie nguvu, na kuomba mara hii tu, nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea, moja mkono kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Na Mungu alibariki neno lako, na watu wote tuseme amen. Sema tena amen. Itika tena amen. Mwambie jirani yako, ushindi wa mwisho una nguvu zaidi, na umebeba ushuhuda mkubwa zaidi. Mwambie tena, ushindi wa mwisho una nguvu zaidi, na umebeba ushuhuda mkubwa zaidi. Ushindi wa mwisho. Amen. Wote hapa tumeokoka. Sisi kuna mtu hajaokoka bado. Wote hapa tumeokoka. Na tunaendelea
Jamani, amina. Ule ushindi wa sisi kuja kuketi pamoja na Mungu wetu katika maisha ya milele ndio ushindi wa maana kuliko mwingine wote. Hata hivyo, tukiwa katika ulimwengu, bado Mungu ametupa nguvu, ametupa uwezo. Sio kwamba tutaonewa, lakini tuna uwezo wa kushinda katikati ya kila mazingira yanayotukabili. Sema amen. Lakini ushindi wa maana ni ule tutakapoketi pamoja na Kristo milele. Unaelewa kile nazungumza? Mwambie mwenzako, kazana ushinde. Kazana ushinde. Maana ule ndio ushindi wa maana na wenye tija kuliko wote. Jamani, nene. Na ninataka nizungumze ushindi wa Samson. Kwenye Biblia kuna aina ya watu kama wanne. Namba moja ni watu ambao walianza vibaya kwenye maisha yao na walimaliza vibaya. Yani kwanza kwake alianza vibaya na hata mwisho wake ukawa mbaya. Namba mbili ni watu ambao walianza vizuri, mwanzo wao ulikuwa mzuri. Watu kama kina Sauli, watu kama kina Uzia, watu kama kina Asa na wengine wengi kwa Biblia walianza kwa ushindi, lakini mwisho wao ukawa mbaya, wakamaliza vibaya. Maana ushindi wao haukuwa na maana, hata kama walifanya mambo makubwa hapo kati, lakini kule mwishoni, kwa sababu hawakuweza maliza vizuri, basi haikuwa na maana yoyote. Mwambie jirani yako, Mungu akusaidie umalize vizuri katika jina la Yesu. Mwambie tena, mwambie Mungu akusaidie umalize vizuri katika jina la Yesu. Namba tatu ni watu ambao walianza vizuri na wakamaliza vizuri. Mwanzo wao ulikuwa mzuri, hata kama katikati walikutana na vitu, lakini mwanzo ulikuwa mzuri na wakamaliza vizuri. Namba nne, watu ambao walianza vibaya, maisha yao yalikuwa na hali mbaya, na wengine mpaka walikuwa tishio, lakini walimaliza vizuri. Mpaka Paulo anasema, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Maana mtume alianza katika hali ya utu, alianza katika hali ya ubaya, akiwa na historia mbaya, lakini mwisho wake akatengeneza historia ambayo inaishi mpaka leo. Nyaraka za Paulo ndio nyaraka muhimu hata leo kwenye kanisa. Taratibu tunazotumia mpaka sasa ni nyaraka zake kwa maongozi ya Roho, ambayo Roho alimpa Paulo kuandika na kubuni na kufanya. Kwa sababu ni mtu aliamua ya kwamba maisha yangu lazima nimalize vizuri. Sema amen. Ni mtu aliamua ya kwamba kwa namna yoyote nitakazana, lazima nimalize vizuri. Kwa gharama yoyote nitakazana, lazima nimalize vizuri. Na huo ndio wito ambao nataka nitoe kwa kanisa la Bwana, ya kwamba unaweza kupitia mazingira fulani ambayo yanaweza kukukatisha tamaa. Unaweza kupitia mazingira fulani
ambaye anaweza, yani kwa hali zote una uwezo wa kujitetea, lakini ni mazingira yamekukabili. Nataka nikwambie, hata katikati ya hayo mazingira, tafuta kumaliza salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisikie shangwe na amina kwa watu ambao wananielewa. Nasema tafuta kumaliza salama, kwa sababu maisha ni safari. Tunaishi, tunaendelea kusafiri, na hakuna anayejua mwisho wake, lakini kila mtu shauku yake ni kuona anamaliza vizuri. Jamani amina, jamani amina, jamani amina. Hilo ndio jambo la maana sana. Mahali niliposoma, huyu mtumishi wa Mungu alikuwa mwamuzi. Ni mtu ambaye alianza vizuri, alitembea na Mungu kwa upako na nguvu zisizo za kawaida, na Mungu aliweka nasiri na siri ya nguvu zake. Kwa mujibu wa Biblia, Mungu aliweka kwenye nywele, sijui tafsiri yake, lakini ndio ilikuwa hivyo. Na wakati ambao alipokuwa akikutana na maadui, ile neema, ile nguvu ilipa kushinda. Jamani amina, ilipa kushinda. Akawaua watu wengi sana, akafanya mambo makubwa sana, lakini kafika mahali akajisahau. Alipojisahau, akaoa mwanamke kahaba, anaitwa nani? Hello? Story ya Samson ni story ambayo inafahamika sana. Alioa mwanamke kahaba, Delila. Kumbe mwanamke kaingia ndani nyumba yake kama staa. Ajua tu siri ya nguvu ya Samson nini? Bila shaka wende mwanamke alipendekeza sana kwa Samson ili tu apate. Alitumia gharama zozote ili tu apate. Tayari baada ya kuolewa, yuko ndani, akaanza kutimiza mission yake aliyetumwa. Manake kwa lugha za siku hizi tunasema huyu mwanamke alikuwa ni usalama taifa. Sawa? Anapeleleza nguvu ya jeshi ambalo yuko nalo na Samson, ili ajue kwa namna gani ataweza kumaliza. Shetani anatumaga peleleze kwenye maisha, wajue siri ya mafanikio yako, wajue siri ya kwa nini uko hivi, wajue siri kwa nini unaomba sana, kwa nini unafunga sana, wajue siri kwa nini unatoa sana. Lazima uwe makini. Hello? Lazima uwe makini. Kwa hiyo Delila baada ya kuwepo kwa Samson, akaanza kupeleleza maisha yake, akaanza mabembelezo. Kuna msemo anasema hakuna mkate mgumu. Sasa eti mkate nifananisha na mwanaume, sijui kweli. Ingalizi nami kwa siku nikafikiria wanawake wangeamua kuhubiri nchi kwa nguvu. Mwanamke ana neema ya ushawishi. Unaelewa kile nazungumza? Mwanamke ana neema nini? Mara nyingine ndoa inapovunjika, ukiangalia asilimia kubwa shida iko kwa mwanamke. Hayupo mwanamke anaweza kumshinda mwanaume. Asilimia kadhaa. Kuna wanaume kweli wameshindikana, lakini asilimia yale mwanamke kuna nafasi ulipoteza. Unaelewa kile nazungumza? Kwa hiyo Samsoni
baby, kulikoni? Yakina lizira atakula. Siri za zala. Ina kununia chipsi kuku. Siri. Basi na tutaweka chipsi zaidi, tutaongeza na kuku na kitimoto mo. Siri. Samsoni anatafuta moyo. Kuna nini hapa? Kuna nini hapa? Sabaka uniambie siri ya nguvu yako. Kwa nini unifiche na mimi ndo mke wako? Unaficha mimi ndo mke wako. Ogopa sana mapendelezo ya maisha. Halo. Kama kuna formula kwenye maisha, si kila kitu cha kuongea ovyo. Halo. Yaani kabla hujaongea fikiri unaongea nini? Kabla hujatenda fikiri unatenda nini? Lazima uwe na umakini kwenye maamuzi ya chochote unachotaka Mungu. Tafuta umakini. Na kwa watu tuliokoka tuna Roho Mtakatifu. Uliza Roho Mtakatifu hiki ninachotaka kusema ni sahihi. Kuna watu ukikaa naye tu dakika moja umejua hadi rangi ya neti ya chumbani kwake ni rangi gani. Umejua hadi neti ya chumbani kwake ni ya gharama gani. Yaani dakika yaani huyo ni dakika sifuri anamaliza. Ni dakika hana siri. Alafu kama kuna mambo ya kwenda ndani, mtaani umeshajua. Wewe unafikiri mwanamke unapomhadithia mwanamke mwenzio mume wako aje kufanyia, yeye mtamani huyo mwanaume. Nimpenda mwenzetu. Siri. Niacha na hicho sio kipengele changu. Lakini siri. Ndio maana inaitwa siri. Ukishamwambia mtu mwingine sio siri. Yaani ukishasema tu sio siri ni kitu ambacho mwenyewe kipo moyoni. Huwezi mwambia mtu yoyote. Ni mke wangu. Yote. Hani sitaki. Akija mtu akanyoa tuzi mbele zangu. Basi hapo nimekwisha. Sina nguvu tena. Mwanamke alikuwa shamba. Ni kweli. Ngoja nifanye. Toa nywele zote. Au kule jamaa ana nguvu. Tara piga oya. Nishamaliza ile mission. Fanya haraka. Dakika chache. Hao hapo. Samsoni upo mikononi mwao. Pima bakora jamaa hana uwezo wa kujibu mashambulizi. Tesa jamaa hana uwezo wa kujibu mashambulizi. Fanywa vyovyote hana uwezo. Alitoa nini? Alitoa nini? Kitaka ushinde. Sio mtu kutoa siri. Jamani amina. Jamani amina. Usio mtu kutoa. Na kile kidogo tu mtu ameshakujua wewe nani. Tuza. Hakamata Samsoni. Yakanga mateso. Aliteso. Jamaa aliyekuwa na upako na nguvu. Maadui wanafanya chochote wanachotaka. Baadaye wakamchukua. Toboa macho, akatoa macho yote. Nywele zinashakatwa. Tayari
mikononi mwetu, wakaandaa ibada ya shukrani kwa Mungu wao Dago. Hapo una jambo la kujifunza kwamba kama hadi wao wanaandaa sadaka za shukrani kwa miungu, sembuse sisi kwa Mungu wetu aliye hai sadaka ya shukrani kama wao wanaandaa kwa miungu, kwa mashetani, sembuse sisi kumaliza vizuri. Ujumbe yani nimeng'ang'ana nao sana moyoni sana, na kuna impartation ambayo Mungu anaenda kuifanya kwako sana katika jina la Yesu. Sema amen. Jiandae kukutana na nguvu ya kukuvusha kutoka kwenye hali ulionayo. Nguvu ya Roho Mtakatifu itaenda kukuvusha. Kuna watu wamechoka, wanahitaji msaada wa Kristo. Akaingizwa Samsoni, kashikiliwa aone macho. Anapoingia ukumbi wote unacheka. Kumbuka mtu hana macho. Hebu jaribu kuvuta taswira, wametoboa. Kwa hiyo hapo mbaki ni fuvu. Yaani ukimuona tu hata kabla hajachekesha unacheka. Vipi wewe hata ungekuwa wewe adui yako aliyekutesa, aliyekufanyia mabaya, ya japo kuna binadamu, lakini adui kabisa kiongea una shauri yake tayari iko pala analeta kwenye lile chini. Akamwambia yule kijana, nipeleke mahali ambapo jengo hili nguzo, kwenye nguzo ya jengo hili ambapo nguzo nizipata kuzitengeneza, nipapase tu, zipapase tu, zipapase tu. Akapelekwa mahali pale. Alipo Roho Mtakatifu akamsemesha vitu vitatu. Namba moja, Samsoni akarejesha hali ya kutokata tamaa. Akasema moyoni, huu sio mwisho, huu sio. Unaona mazingira yote haya, lakini bado Samsoni anaona tumaini kwa Mungu. Bado Samsoni anaona upenyo wa kupenda tena. Hajalishi nitakufanya, lakini anaangalia kwamba ushindi wa mwisho ni wa maana kuliko ule wa kwanza. Usiruhusu kukata tamaa. Usiruhusu kukata tamaa. Hata kama mazingira yakoje, usiruhusu kukata tamaa. Namba mbili, Samsoni akalitazama neno la Mungu, ahadi za Mungu juu ya maisha yake. Ndio tunaona kwenye Biblia akasema unikumbuke. Bwana akamwita Bwana, maana akarejesha hali ya nguvu kwamba bado sijakata tamaa. Namba mbili, anarudi kwenye ahadi za Mungu, unikumbuke. Mungu unikumbuke, ninakuomba mara hii unitie nguvu. Kalitazama neno la Mungu kwa ajili ya maisha yake. Hiyo ni kanuni namba mbili. Litazame neno la Mungu. Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu. Mungu ndio sababu ya tulivyo. Hata kama kuna ugumu wa namna gani, mtazame. Biblia inasema Ibrahimu alipoitazama ahadi ya Bwana akatiwa nguvu.
kwetu haina kikomo, haina mwisho. Pia inakataa, hali inakataa, lakini ahadi ya Mungu bado iko pale pale kwa jina la Yesu. Jamani amina, jamani amina. Nataka nikwambie kuna mazingira utapita, kuna hali itakupitia kwa mazingira yoyote hii. Uone mpenyo, uone njia, lakini nataka nikutie moyo. Nitazame neno la Bwana, uko ushindi kwa jina la Yesu. Uko kutoka kwa jina la Yesu. Sema mimi kama naelewa sawa sawa. Mungu ndiye anakuambia mtazame Bwana. Kuna mtu labda amengoja nikusogelee huko. Nasema hivi mtazame Bwana. Kuna watu waliotazama wanadamu angewasaidia. Ukatengeneza connection kwa mfano, ikawa itapata tu. Huyo mtu kakususa. Nataka nikwambie mtazame Bwana. Nataka nikwambie mtazame Bwana. Wengine mliotegemea waume zenu, mume wako kwa sababu ana nafasi, mume wako kwa sababu ana kipato, kwamba atanipa mtaji na mimi nitakuwa bora, nitaonekana mtu, lakini mpaka leo akieleweki. Nasema mtazame Bwana, kwa sababu yeye hajawahi kubadilika. Ahadi yake ni ya kweli, uwezo wake ni wa kweli, nguvu yake ni ya kweli. Ukimtazama yeye unao ushindi kwa jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa sawa sawa. Sema ya. Nitainua macho yangu, nitazame milima, msaada wangu utatoka. Anasema msaada wangu ni katika Bwana, yeye aliyefanya mbingu na nchi. Nataka nikwambie, yupo wako kusaidia, yupo wako kutetea, yupo wako kupigania, yupo wako kuweka wema. Anaitwa Yesu Kristo. Alikubali mateso ili uwe salama. Anaitwa Yesu Kristo. Alikubali aibu ili tuwe salama. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama madaktari walitangaza ya kwamba hautapona, nenda tukajisikilizia nyumbani. Nimekuja kutangaza kama nabii wa Bwana. Neno la Bwana ni hai. Mungu anaitwa Jehova Rafa. Yeye ni Mungu mponyaji. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu. Watu wengine mlitamkiwa hata na roho ya mababu zenu ya kwamba wewe utakuwa maskini kwa hivyo, utaishia kuwalialia hivyo. Nimekuja nitangaze kwa jina la Bwana ya kwamba Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu, hakuna aliye juu yetu. Utashinda tu, utashinda tu, utashinda tu. Pokea roho ya kushinda. Pokea roho ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Yamkini mazingira yanakatisha tamaa, wewe mtazame Bwana. Leo unaishi ueleweki, hata ndugu wamekukataa, wanasema huyu sio ndugu yetu, sijui ni mtoto wa nani tu, anachikomba kwetu kwa sababu sisi tuna hela. Nataka nikwambie, ninamhubiri badilisha historia ambao wametuibua, tuliokataliwa, tuliotoa tuna maana. Leo tunahubiri Injili hata kwa mataifa mengi, ni kwa sababu ya neema. Na ninakuombea neema ya kibali cha Bwana, nakuombea neema ya kuinuliwa, nakuombea neema ya kuheshimishwa, nakuombea neema ya kutendewa neema. Sema amina kwa Yesu. Tazame Bwana. Nasema mtazame Bwana. Ukimtazama Bwana hautakuwa peke yako. Mara nyingine utaonekana uko peke yako, kumbe hauko peke yako. Uko na Bwana. Hata wengine wakikukataa, wewe uko na Bwana. Wengine wakikususa, wewe uko na Bwana. Wengine wakisema ufai, wewe uko na Bwana. Wakisema ujui, wewe uko na Bwana. Ayayaya, uko na Bwana. Tazama ahadi ya Bwana iko pia nguvu. Biblia inasema kwani yako matumaini ya mtu, kwa mtu kikatwa
chipuka. Nenda kachipuke kwa jina la Yesu. Nenda kachipuke tu. Nenda kachipuke tu. Biashara yako ichipuke. Ndoa yako ichipuke. Maisha yako ichipuke. Tena mashie. Nasema chipuka tu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema chipuka. Kaongezeke. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kukukatisha tamaa. Hata kama ni ndugu wasikukatishe tamaa. Hata kama ni marafiki wasikukatishe tamaa. Hata kama ni wazazi wasikukatishe tamaa. Mchimo wa Biblia msemaji wa mwisho wa maisha yako ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Ni Baba peke yake. Ni Baba peke yake. Samsoni akamtazama Bwana. Alipomwangalia Bwana akamwita, akamwambia Bwana nakuomba, Bwana nakuomba, Bwana nakuomba. Mara imwambia Bwana mara itu ebadilishe, mara itu nataka kuwa mtu fulani, mara itu rakeshe tena naya. Nasema mara itu hali ya hewa inabadilika hapo. Nasema mara itu maisha yako yanaweza badilisha. Mara itu unikumbuke. Yesu akukumbuke. Yesu akukumbuke. Mama Yesu akukumbuke. Baba Yesu akukumbuke. Umelia imetosha. Umetukana imetosha. Umedharauliwa imetosha. Umechekwa imetosha. Lea kata. Nasema imetosha. Imetosha. Samsoni alichekwa, akadharauliwa. Tumishi wa Mungu anakuwa vituko, wanamfanyia vicheko, lakini Mungu alikuwa mwaminifu, akalitazama neno lake ya kwamba hata kama ni dakika za mwisho itamwangalia Samsoni. Hata kama ni dakika za mwisho itamwangalia Samsoni. Bwana kuangalie hata kama umefika mwisho. Tembea juu yako. Raya kushina kaya. Sijui ufa ya sheko
Na kama uko tayari kukabiliana na hii nguvu, uko tayari kukutana na hii nguvu, njoo tu madhabahuni hapa. Njoo tu madhabahuni hapa. Kuna mahali umekwama, kuna mahali umeshindwa, kuna mahali umekata tamaa, kuna mahali umechoka. Unapotazama, unatazama kwa chuchu mbaya, umechoka. Simama tu mahali, simama tu mahali. Nguvu ya kuvusha, nguvu ya kunenesha, nguvu ya kutetewa, nguvu ya kupiganiwa. Chukua hiyo nguvu, chukua hiyo nguvu, chukua hiyo nguvu, chukua hiyo nguvu, chukua hiyo nguvu. Chukua hiyo nguvu, 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 chukua hiyo nguvu. Endelea kuomba uwezeshe, endelea kuomba uwezeshe. Wachungaji tuombe pia. Mama, chukua hiyo nguvu, 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 chukua tu, 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 chukua, chukua hiyo nguvu. Pokea uwezeshe, 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 pokea uwezeshe.